Trust me, kuna watu wanataka kujifunza vitu vingi sana, ila ni kwa sababu pia kwenye media unajua watu wanapokea wanacholishwa watu wanapokea wanacholishwa. Definitely. Media nazo zikiwa zina hizo platform ambazo zinawalisha vitu vingine kama madini.com, let's say, watu watasikiliza, watu watapenda. Unajua saa nyingine unakuwa kwenye masomo yetu, let's say, ya sanaa, unakuwa wanafundishwa wasanii na nini, lakini watu ambao wanakuja kwenye ma conference ya kuinspire wasanii, wanafunzi wanaosoma sanaa ni watu ambao ukisikia interview zao hawakuenda shule, they're school dropouts. Tunachanganya umaarufu na uelewa. Yaani mtu akishapata umaarufu tunahisi anauelewa. Mabibi na mabwana, hii ni session nyingine tena, sehemu ya pili, nikizungumza na Daktari Lubao, Claudia Lubao, tunamfahamu kama chemical rapper, ambaye kwa sasa hivi amechukua shahada yake ya uzamivu aka PhD pale kwenye chuo cha St. Andrew. So, karibu sana Dr. Lubao. Akamproducer. Okay, so tulikuwa tunazungumzia issue ya jinsi ambavyo ulikuwa unajaribu usomi wetu uweze kuongea lugha ambayo mtu wa kawaida anaweza kaielewa. Yes, kwa hiyo ni njia moja hapo, ndio hiyo muziki. Na nikatolea mfano kama ile Kilwa Yetu, background yake ilikuwa ni paper, ni academic paper ambayo ni scientific paper, iliandikwa kwa ajili ya kuboresha usimamizi wa Kilwa, lakini kwa sababu Kilwa pia ilikuwa inaelekea kupotea kwa sababu kulikuwa mna ufuatiliaji mzuri. Kwa hiyo watafiti wakaenda wakaangalia namna majengo yanavyobomoka kwa ajili ya mambo kama climate change impacts, mabadiliko ya tabia nchi na nini. Kwa hiyo wakaandika vitu vya msingi sana, lakini pia wakaandika namna ya significance, ile umuhimu wa Kilwa pia uendane na watu, kwa sababu watu pia walikuwa na malalamiko kwamba sisi tunaona watu wanakuja kutembelea, hii ni urithi wa dunia, lakini hatufaidiki na chochote. Kwa hiyo kulikuwa kuna zero concern kutoka kwa watu, lakini pia na namna ya kusave. Kwa hiyo mwalimu wangu Dr. Ichumbak, ni Professor Ichumbak, akaandika hiyo paper na vitu kama hivyo, akaipeleka kwa watu husika, lakini ile individually akaidistribute, akaipublish kama academics wanavyopublish, ambapo wewe hauna access. Wow. Baada ya kuipublish of course watu wakaiona, pia akaituma kwa watu wa UNESCO ambao wanadeal na hayo mambo ya urithi wetu, UNESCO government officials wa Tanzania wanaodeal na hayo mambo ya urithi na nini. Hakuna mtu ambaye alirespond, hakuna mtu ambaye alijibu kwa hiyo paper, kwa sababu hakuna mtu aliyosoma. Tukafanya nini? Tukaichukua ile paper tukaibadilisha ikawa muziki. Baada ya kuwa muziki, watu wa UNESCO wakaiona, government officials mkaanza kuona zile trips ambazo wasanii sio wanaenda, sijui tukavisit Kilwa. Mimi kuna watu wengine walikuwa wanatafuta personal Kilwa, tunataka tuende kupaone. Yaani ukaona ile mabadiliko yaliyotokea baada ya kubadilisha muziki. Watu wa Kilwa nao wakaanza kuipenda Kilwa yao, kwa sababu pia kwenye ule muziki tuwashirikisha watu wa Kilwa. Kwa hiyo njia moja hapo ni kama hiyo, kutumia public means ambazo watu wanaweza ku access. Lakini ukiachana na hivyo, kutumia vitu kama hizi workshop, lakini aina za workshop ambazo unaenda kuongea na watu, unawasikiliza watu, unawaelezea, bwana, mimi nilikuja mwaka fulani nikafanya tafiti, matokeo yake ndo haya, kwa lugha wanaoielewa wao, na pia yale matokeo yanawasaidia vipi. Kwa hiyo sio tu muziki, kwenye sanaa in general unaangalia, okay, kama article, kama scientific article unaongelea kuhusu labda ukuzi wa watoto, ama mtoto anaenda kusoma ile article, rudi kwa watoto, wanatumia njia gani? Labda wanatumia michoro, umeona, labda wanatumia atuni, kuna programs wanatumia kuwafundishia. Kwa mfano unatolea mfano kama ule bongo nini inaitwa ile Bongo Kids. Unaona the way wanavyofanya wale Bongo Kids. Kwa hiyo taaluma, mimi nahuzunika sana nikisikia mtu anasema elimu haisaidii chochote. Kusoma kweli elimu ina umuhimu sana, na kwa sababu mtu akiwa amesoma, ndio maana saa nyingine anaweza asihisi elimu imemsaidia vipi, mpaka the way mtu anavyoongea ujue hiyo yote ni elimu. Unajua hapa na kuenjoy kwa sababu mimi sina kukumbuka tulianza kufanya interview ukiwa mwanafunzi wa chuo, ukiwa Mlimani enzi zile. Nimeshakutana na wewe katikati, then topic ambayo tunaongea jinsi unavyo naongea na doctor, namsikiliza doctor. Kwa hiyo kaka producer, elimu ina umuhimu mkubwa sana, lakini inabidi pia katika kuifundisha taaluma kuwe kuna adaptability, kuwe kuna mabadiliko, hata walimu wetu wanavyofundisha masomo. Mtu leo anaweza kusema mimi hesabu zimenisaidia nini?
my friend, unaitumia hiyo hesabu ulioisoma miaka hiyo, mambo ya matrix sijui manini, unayatumia kwenye maisha ya kawaida, mnavyobeti, mnavyofanya nini, you used actually. Unaona, kuna kitu mtu anaweza kaongea hapo kajua huyu anaongea uongo, huyu anaongea ukweli. Kuna somo tumelisoma degree ya kwanza, mimi nilisoma ile somo. Kipindi hicho tulikuwa tunaona mwalimu anatupigia makelele. Lakini ni psychology. Mtu anaweza kaongea hapo kwa namna anavyoongea ukaona huyu ananidanganya. Lakini kinachosaidia ni hivyo vitu ulivyovisoma. Geography. Mtu anaanza kusema jua linazama kunafanya nini? Sijui mvua leo itanyesha. Ni umesoma darasani. Umeona? Lakini sasa pia walimu wetu wanavyotufundisha vile vitu, umeona? Mambo ya language, watu ambao wanafanya muziki leo hii, utunzi. Tumesoma sisi kwenye Kiswahili, tumesoma mambo ya kutunga na nini. Kwa lakini walimu wetu pia wanavyofundisha inabidi wawe na namna ya kufundisha mtu aone kabisa, okay. Kwa mifano, usiende tu kasoma okay, kitabu kimefundisha hivi inabidi mfundishe mwanafunzi hivi. Go further. Kwamba okay, hiki unaweza kukitumia kwenye maisha halisi hivi na hivi na hivi. Sasa unajua Kemi, umeongea kitu kimoja Dr. Lubao kwamba kuna issue ya kwanza mtu kuwa na material kama mwalimu, alafu kuna ule uwezo wa kufundisha. Na yes. Speaking of hiyo lugha ambayo tumekuwa tunafundishwa shuleni, wanafunzi wengi hawajawahi kuelewa uhusiano wa mahesabu na kitu wanachokifanya huko mtaani. Kwa sababu ile taaluma ni kwamba ubongo wetu unakuwa ni kama algorithm, unaikodi kwa namna ambayo unapewa tatizo hili, ukilitatua itakusaidia kwenda kutatua tatizo jingine kwenye dimension nyingine ya maisha. Lakini sasa hiyo lugha ni ngumu sana, atuambiwi bana. I say nimependa sana hiyo. So turudi kwenye hii masters yako, hii PhD yako ambayo umesoma. Maana yake unafahamu athari za dunia ilipo, sijui mambo ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira, na dunia ilipo sasa hivi tunazidi kupata joto. Na unajua hiyo degree yenu inawaongezea hofu zaidi kuliko ulivyokuwa nayo. Nataka kujua how much una hofu sasa hivi ukilinganisha na kabla hujajua unayoyajua kuhusu dunia tunapoelekea. Mimi naweza kusema kwamba hofu yake kubwa inakuwa kwamba tayari ushakijua unachokijua, lakini pia hauwezi kumake changes peke yako. Yeah. Umeelewa? Kwa mfano swala kama la mabadiliko ya tabia nchi, nyumbani hatuna hiyo elimu. Yaani hatuna elimu hiyo kwa ukubwa. Lakini ni kitu ambacho kweli kina affect kwa asilimia kubwa. Mafuriko kila siku. Mafuriko kila siku. Kuelewa vitu kama watu tunasema mafuriko sijui nini, vile vyote vinatokana na namna maamuzi tuliyoyafanyaga huko nyuma, namna tulivyojenga barabara zetu, vitu tulivyokuwa tunavifanya, miti tulikuwa tunaikata. Huwezi kuona athari zake sasa hivi. Umeona? Kwa mfano nitakwambia huku tunapoishi Scotland, UK in general, kila kitu wanachokifanya ni kwa sababu ya climate change. Sijui kuanzia vijiko tunavyotumia, each and everything. Nitakwambia kwa mfano mdogo sasa hivi, hii ndio imekuwa sama kwa miaka mingi iliyopita, hii ndio imekuwa sama ambayo imeingia mapema. Sisi tuna kama wiki 2 au mwezi mzima mvua haijanyesha. Ni kitu cha ajabu sana kuwahi kutokea. Lakini ni madhara ya climate change. Jua sasa hivi linawaka, ni madhara ya climate change. Kwa hiyo sasa wewe unaweza kaelewa kwa mtu mmoja kwa sababu umevisoma hivi vitu, lakini vina affect. Nitakwambia kitu kingine. Kwa mfano hata ukija Tanzania kwa wavuvi, kuna samaki ambazo walikuwa wanazivua sasa hivi zamani, sasa hivi hazipo tena. It's not rocket science. Ni climate change. Umeona? Ukienda kwa wavuvi kule, kwa sababu kuna samaki haziwezi, kuna mazingira haziwezi kusurvive. Ukienda pia kwa wavuvi wengi sasa hivi unakuta ni bodaboda wameacha kazi ya uvuvi, ni bodaboda. Ni climate change. Kwa sababu kadri climate change, mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidi kutokea, wanasema sea level inavyozidi kupungua na nini watu ile ukanda ule, sea level inazidi kuwasogelea watu, unajua. Inazidi kuwasogelea watu, si ndio? Ikizidi kuwasogelea watu wanazidi kuhama kwenye mazingira yao. Mtu akishahama pale akaenda kijiji kingine hawezi tena kuwa mvuvi. Hawezi tena kuvua.
si ndio? Yeah. Atafanya biashara nyingine. Yeah. Umeona? Kwa hiyo hiyo yote inakuwa inachangia kwenye heritage, na hiyo tu sio kwenye uvuvi, mpaka kwenye medicine, mpaka kwenye ulaji. Kuna mazao ambayo sasa hivi hayalimwi tena, yalikuwepo zamani, hawezi tena kusurvive kwenye mazingira ya kawaida. Yeah. Umeona? Kwa hiyo ina affect kwa asilimia kubwa, lakini ni kwa sababu hizi knowledge hatuna. Lakini kuna vitu vingi vinafanywa. Environmentalist wa Tanzania wana mikutano kila siku, lakini hiyo mikutano inahusisha wananchi. Lugha gani mnayotumia kwenye hiyo mikutano? Umeona? Climate change. Ninaoja hapo, nataka nipandikize hapo hapo, afu niambie kuna tuzungumzie Africa versus Ulaya kwenye mambo ya mabadiliko ya nchi. Hizo nchi zilizoendelea tayari mna viwanda vingi sana. Kwa mfano Marekani, kiwango chake cha kuchafua hali ya hewa versus Ulaya. Sisi Afrika tunachangia 4% kama 4 tu ya uchafuzi wa hali ya hewa. Alafu at the same time tuna project kama bomba la mafuta linalotoka Uganda kupita Tanzania kuja Ohima pale. Tunaambiwa kwamba kuna vikwazo vingi Umoja wa Ulaya wameweka kwa sababu ya vitu kama hivyo. Wanasema tuzuie. Hebu niambie wewe, unahisi kuna fair hapo kwamba Afrika ndo tuna move na bitu tuchafue kidogo, lakini nyie mshachafua too much ndo mmeanza kuchukua tahadhari? Mnawezaje kubalance kati ya wakati unachukua tahadhari Afrika versus huko Ulaya? Sasa ujue huko kama ulivyosema, huko ujue wenzetu maendeleo ya viwanda yametokea zamani sana. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi, athari zake sasa hivi zinaonekana. There is no way hawezi kuruhusu chochote tena. Sijui unanielewa? Kwa sababu athari zake zilizotokea, sisi tumechelewa kwenye maendeleo ya viwanda. Kwa hiyo ndio maana anaweka hizo limitation, kwa sababu wao sasa hivi wanaiona, yani lakini wao ndio wamechafua dunia. Sisi watuachie, sisi hatujachafua sana. Sasa unajua kinachotokea bado unajua bado wana depend pia kutoka nyumbani, unajua. Kwanza unajua kwa asilimia kubwa Afrika bado ni sehemu ya ulaji wa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo definitely hawezi kuruhusu, ndio maana kuna mambo ya UN sio nini, hawezi kuruhusu sehemu yao ya ulaji haribike. Okay. Kwa hiyo make sense. Kwa hiyo lazima waweke vikwazo kama hivyo, lakini climate change of course tunahitaji sana hiyo elimu, kwa sababu sisi itakuja kututokea baadaye, na sidhani kama tutakuwa tuna teknolojia kubwa ya kuweza kuhimili kama huku wenzetu wana teknolojia kubwa ya kuweza at least kupambana nayo kwa miaka kadhaa inayokuja. Umeona? Kwa hiyo inabidi na sisi tujipange kweli. Inabadilisha sana maisha ya watu pasipo sisi wenyewe kuona kwa haraka. Na kuna vitu vingi vinaendelea. Tuliona juzi kwa tunaizungumzia ile kisiwa kikubwa kabisa cha Greenland ambacho kimeanza kuyeyuka kule. Kuna visiwa Indonesia kule vimeanza kupotea kabisa. Moto inawaka. Tunaona Marekani. Hiyo ni okay. Ujisa baba jamaa wamekufundisha la mwisho kabisa kabla tujaingia kwenye muziki na what is next. Hayo masomo ni kama unaona kama anga ni sayansi kuliko ilivyo Mungu. Sisi tunasema Mungu anatuletea mvua, Mungu ndio everything. Kwanza ujue hawakufundishi hivyo. Lakini tunaona wanakupa maelekezo kwamba kila kitu kina sababu. Sometimes tunahisi tu ni Mungu kaleta mvua, Mungu kakataa kutuletea. Ujue hiyo ni controversial. Unajua hapo mtu anakuwa anachanganya vitu vingi. Unakuwa unachanganya akili za mwanadamu, lakini knowledge yake, lakini pia unakuwa unachanganya vitu ambavyo spiritual. Vitu vya kiimani hivyo ni uwezo kuvigusa, kwa sababu ni mtu anavyokuwa mazingira aliyokutana nayo ndio anamtengenezea aina ya imani ya kuwa nayo. Umeona? Lakini when it comes to science, kwa mfano environmental science, ni sayansi ya mazingira. Wao wanachoangalia ni namna mazingira yanavyohusiana na mwanadamu, tabia za mwanadamu, tofauti mabadiliko ya mazingira na jinsi yanavyo affect na solutions za kufanya. Lakini hatuendi beyond kwanza kuangalia hivyo sijui Mungu sijui mambo gani, kwa sababu that's hiyo ni imani yake. Mungu ni imani, unajua. Umeona? Mimi nakuaga na imani fulani hivi, naniambia tumbo likiniuma ni kila tangawizi napona. Kwa hiyo nikiumwa na tumbo, trust me, hakuna dawa yote utakaonipa nikaimeza kanisaidia. So kama inisaidii, lakini ni kwa sababu imani yako kinachokutibu, kinachokuaminisha kitu kinaanzia kwenye akili. Ukishaambia akili yako bwana, mimi hiki na hiki ndo kitakacho ninaniliu, bwana mimi nikienda kwa mganga nafanikiwa. So kama mganga akafanya kazi,
ila ni confidence yako, ni imani yako, ni akili yako ilivyokuambia. Na ndio maana unaweza kuona mtu saa nyingine ukamtishia na kuchoma na sindano, nimekuchoma na sindano, akaanza kusikia maumivu, hujamchoma. Lakini ni kwa sababu experience aliyokuwa shai kupitia, akili yake ilivyojitengeneza ni kwamba bwana, sindano inauma. Kwa hiyo huyu mtu kama kweli unamwambia tu nimekukata na kisu, au unajua zile, unaonaga zile pranks ambazo mtu anakuja na mtu kalala sio mara amemkata sio sehemu za siri, unaona the way watu wanavyoreact, mtu mpaka analia anafanya nini, lakini ni mind. Kwa hiyo kusema sisi tunachoangalia, wanasayansi wanachoangalia ni kwa mfano kwenye environmental sciences ni namna mazingira yanavyo binadamu anavyojihusisha na mazingira, mabadiliko yanavyotokea na namna ya kusolve hayo matatizo, umeona. Oh yeah. I say, kuna siku nitakutafuta tuzungumze mada, nimependa hiyo, ukirudi tuzungumza mada ngumu, kama kuna watu walikuwa wanahusisha watu wa mazingira na population control, wakawa wanasema nyuki wakipotea duniani kwa miaka kadhaa dunia itakuwa jangwa, lakini binadamu wakipotea miaka kadhaa kwenye dunia itakuwa green tena. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaendelea kwamba binadamu sisi ni chanzo cha kwa nini dunia iko hapa bla bla bla. Hatutamaliza leo. Dr. Lubao, tuongee kuhusiana na wewe sasa kama doctor, future ni nini? Umemaliza hapo, na future kimuziki ikoje kama Kenya? Kuna mtu kaniambia umenenepa, inabidi bwana nirudi gym. Ujue nimekuwa daktari, kwa hiyo mwezi mzima nimekuwa labata. Sipendi kucomment kwa mwanamke umenenepa au umepungua kabla sijajua anajisikiaje. Of course hata kwa huku ni kitu sensitive sana. Okay. Kitu sensitive sana. Yeah, kwa hiyo huyo pia unajifunza namna ya kuongea na watu. Kuna vitu huwezi kuuliza, kuna vitu huwezi kucomment. Lakini kwa nyumbani, hapo tunarudi tena kwenye culture, unajua. Kwa nyumbani saa nyingine inakaa kama sifa. Lakini kuna kitu kinachokaa kama sifa nyumbani, huku it's not. Yeah. Kwa hiyo umeniuza kuhusu nini? Kuhusu muziki. What next wewe kama Chemical na kama Dr. Lubao? Kusema kweli, kwanza kwa sasa hivi najua watu wengi wanatamani kujua unafanya nini. Mimi kusema kweli sasa hivi nakula, I'm just enjoying being Dr. Chemical. Yani nataka tu nijipe na muda, kwa sababu mimi kiukweli siye kujiona nikichukua likizo. Nimekuwa yani nikifanya vitu vingi back to back, na kuna namna najisikia kama nahitaji kidogo mapumziko, ambayo sifikirii what's next, sifikirii kufanya nini na vitu kama hivyo. Kusema ukweli ndio napojiona. Kwa hiyo nachukua likizo at least ya miezi kadhaa, nirudi kwenye akili yangu. Sasa unajua PhD na kuendelea vitu vingi sana, watu wanachanganyikiwa. Kwa hiyo inabidi nirudi kwanza, akili yangu ikae sawa, nijisahau kwamba sasa hivi okay nimemaliza wanafunzi, nitoke kwenye ile lakini nataka nirudi nyumbani. Narudi nyumbani, kuna vitu tu navimalizia, narudi nyumbani. Na mtu asisi kama Chemical ataacha muziki. Muziki sio kitu ambacho haziko kwenye plan yangu. Nitaendelea kufanya muziki, lakini sasa hivi nitaendelea kufanya pia kwa namna kubwa zaidi, sio tu kama passion. Nitaendelea kufanya kwa namna ambayo unawafikia watu, unakuwa ni sauti ya watu pia, umeona. Kwa hiyo unaongelea watu, naongelea vitu ambavyo vimefichwa kwenye taaluma watu havioni, na vitu kama hivyo, kurudisha feedbacks kwa watu na vitu kama hivyo. Lakini natamani kurudi very soon. Nimemiss nyumbani, nimemiss chakula, nimemiss kufanya muziki pia. Kwa hiyo nitarudi, nitafanya muziki kwa aina kubwa, lakini sio tu muziki. Natamani kukaribisha organization, institutions tofauti tushirikiane, hasa katika kuendelea kuinspire vijana wadogo zetu. Unajua nimepokea messages nyingi sana, watu wanakuwa inspired, umewezaje, umefikaje hapa. Natamani niwe na darasa ambalo nitakuwa naweza kushare experience zangu, kuwasaidia watu wengi ambao wanahisi labda nikiwa na sanaa, nikiwa msanii nitaacha shule niendelee, lakini mimi ni mfano, unaweza kufanya vyote na ukavimudu na ukavifanya vizuri. Kwa hiyo nakaribisha kwa sasa hivi, kwa sababu mimi sasa hivi na vitu vingi. Mimi ni mwanamuziki, ni mwalimu. Kwa hiyo nakaribisha watu kutoka sehemu tofauti, umeona, kwenye kuhakikisha kwamba tuna empower youth empowerment kwenye mambo ya mazingira, kwenye mambo tu ya sanaa, kwenye mambo ya vitu vingi. Mimi ni researcher. Hongera sana kwa mara nyingine Dr. Lubao, na kukaribisha sana Madini.com, kwa sababu tuna platform ambayo nimeanzisha pia kuzungumza na vijana wa vyuo vikuu na vijana intellectuals Tanzania.
na nafurahi sana kuona tunapata wasanii kama wewe ambayo unajua huwa ilikuwa inaniumiza sana kama producer wa Planet Bongo kwamba kuna event ambazo unaona hizi event ni event za watu fulani hivi, lakini wasanii wanaopelekwa ni wale wanaohudumia, yani wanafunzi, anaye perform kwa wanafunzi ndio huyo ana perform kwa wauni wa mtaani, ndio huyo ana perform kwa viongozi wakuu. Unajua hatuna hiyo class ambayo ilikuwa inanisumbua. Kwa hiyo I really enjoy kuwa na watu kama wewe. Like, sasa mimi kwa mfano natoa mfano kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana na kitu ambacho nilikuwa naona kama hii ni unique challenge, yani challenge sio tutaibadilishaje. Unajua saa nyingine unakuwa kwenye masomo yetu let's say ya sanaa haya unakuwa wanafundishwa wasanii na nini, lakini watu ambao wanakuja kwenye ma conference ya kuinspire wasanii, wanafunzi wanaosoma sanaa ni watu ambao ukisikia interview zao hawakuenda shule, they're school dropouts. Kwa sasa unakuja ni mfano ni vizuri, lakini kwenye upande wa taaluma inajenga picha nyingine kabisa kwamba kwa nini sisi kutoka shule hatuwezi kutengeneza mtu ambaye leo hii ataitwa aje kuwa kama mfano wa wanafunzi wanaosoma degree ya sanaa. Umeona? Kwa hiyo kusema kweli kuna changes nyingi inabidi tufanye kuonyesha kwamba kweli tunachofanya kina faida. Umeona? Sasa unajua umeongea hiyo issue ya tulikuwa hatuna wasanii wanaweza kuinspire wanafunzi. Hata zile issue tunaenda mkoa fulani tunaenda kufanya tamasha inabidi tuende shule fulani. Ukiangalia wasanii ambao wanaenda kwenye hiyo shule kufuatilia maisha yao, unasema unaweza kuchukulia ni kitu kwa juu unaweza kukiona ni kitu cha kawaida sana, lakini kina impact kubwa sana kwa wale wanafunzi. Kwa sababu mtu anakuja anaona okay, what the point, mimi nafanya nini hapa sasa? Kama unafanya sio kwa ubaya, ni kwa uzuri, lakini pia waliopo ambao wanaweza kuminspire yule mwanafunzi wote ni madaktari, hawa practice wanachokifanya. Yani kwa mfano unajua hawa practice wanachokifanya unakuta ni maprofesa madaktari, lakini ili nione kwa mfano tunafundisha kwa mfano inabidi nimuone ambaye yuko kwenye hii level ya elimu lakini pia anafanya kila ambacho anakisomea. Unaona? Kwa hiyo inakuwa inasikitisha sana. Unaona hizo conference ambazo wanaalikwa wasanii wengi wanaendaga kuongea pale na wanafunzi, unawaona someni jamani, mtu anamwambia someni, lakini mtu akiwa kuangalia tunachanganya umaarufu na uelewa. Yaani mtu akishapata umaarufu tunahisi ana uelewa wa kwenda kila mahali. Kwa hata kwenye hizo places, ndio maana nasema tena walimu wetu pia waangalie namna ya kumfundisha mwanafunzi kila alichokisomea aende kukifanya huko nje na akashine. Kwa hata sisi wanafunzi wetu, wanafunzi darasani inabidi wafundishwe tu kile tu kilichoandikwa, lakini kwamba okay, wewe si msanii, wewe ni Claudia. Ukishamaliza hapa Claudia na degree yako, unaendaje nje kuwa chemical? Sasa walimu nao inabidi wajue uko nje chemical, ili mpaka awe chemical kuna vitu vingine ambavyo viko huko nje. Hivyo vitu ambavyo viko nje, kwa nini msiviweke humu ndani mkaviformalize, mkaviweka ndani? Ili huyu Claudia tunatoa hapa kesho aje kwa Tanzania. Namuona diaspora ambaye atakuja kutufaa sana nchini, na I hope utachukua muda mrefu kwenye mapumziko. Nikutakie kila laheri and I am so proud of you. Thank you so much, my friend. Nikufikishie pia salamu za Big Chawa, amekupongeza tena. Asante. Big Chawa unajua bwana atanisamehe sana. Alinipigia nikasahau kumrudia. Ni basi tu nilitoka nje kidogo ya simu, nikasema ngoja nijipe. Nilikuwa na party sana pia. Mmoja watu walisherehekea sana tangu mwanzo wakati unaanza harakati. Yule alikuwa interested mpaka na unajua research yangu, lakini pia nyie watu kama nyie, hii ni kwa kumalizia tu, watu kama nyie wa media tunawahitaji sana kwenye hivi vitu, kwa sababu mimi kipindi nasoma hakuna mtu ambaye alikuwa interested kunioje kuhusu mambo yangu ya shule. Mfano kama Big Chawa, mimi ni mtu ambaye ni muhimu sana kwangu, kwa sababu alikuwa ananiuliza vitu vya, yani mimi nilikuwa natamani nikienda kutoa nyimbo mpya, wimbo mpya, mtu aniulize pia okay, what are you doing? Kwa hiyo tusiwe tu interested na vitu ambavyo tunaona vitatuongezea numbers ama watu watavifurahia. Trust me, kuna watu wanataka kujifunza vitu vingi sana, ila ni kwa sababu pia kwenye media ujue watu wanapokea wanacholishwa. Watu wanapokea wanacholishwa. Media nazo zikiwa zina hizo platform ambazo zinawalisha vitu vingine kama imadini.com let's say, watu watasikiliza, watu watapenda. Mimi wakati naanza kufanya nyimbo kama Kilwa Yetu, watu walinijudge sana. Mimi mwenyewe kwanza tu nilikuwa najijudge.
hii nyimbo ataisikiliza nani? Hii nyimbo ataisikiliza nani? Sasa niliendaga Kilwa, wimbo wa Kilwa yetu. Kilwa ni national, ni Kilwa anthem mpaka leo. Oh yeah. Nimeurekodi like 4 or 5 years ago, nimeurelease. Lakini kwa sababu ulikuwa na wahusu, nilienda club siku moja Kilwa, club fulani, nilikuwa naenda kufanya research kule. Nikaenda club fulani, club ka Kilwa, unajua kimya, yani nimejificha ficha, naenda nini angalia tu, nilikuwa kwenye field, naenda tu kuangalia pale. Watu kuniona, tunatoka Kilwa, tunatoka Kemikwaje kule kuperform. Na nisema ambao hawapokeaji wasanii. I was like, hawa ni watu ambao ni watu wangu, kila siku naongea nao, wananipa madini mengi, kwa nini siende kuwaperformia? Nitapungukiwa nini? Nikapanda je ule pale kuperform. Sina perform yale magomba yangu. I'm sorry mama. Nini yale kama ipo unajua yani magomba fulani vile ambao unajua ni my hit song. Nimeshuka pale. Imagine ni pub, ni club, watu wanakunywa wanafanya nini? Nimeshuka pale, kundi la watu wanifuata. Chemical umetu disappoint sana. Kwa nini? Kwa nini hujaperform wimbo wa Kilwa yetu? Sasa ndio nilianza ku-click kwenye akili yangu. Kumbe what I'm doing kuna watu wanaona, kuna watu appreciate. Sasa imagine club wakanipandisha tena niimbe Kilwa yetu. Ndio wimbo ambao niliimba nikatunzwa, nikaurudia kama mara 3. Lakini kwenye akili yangu mimi nilikuwa nasema huu ni wimbo wa kufundisha, na uperform vipi kwenye hiyo? Hii ni Madini.com.